Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi ameshambuliwa vibaya baada ya kutoa matamshi ya ovyo. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Tanzania imejikuta katika wakati hatari ambapo kauli za viongozi wakuu zinajaribiwa kupewa uzito unaozidi katiba, na mjadala wa kitaifa unasukumwa kuelekea ukimya wa hoja ya tahadhari. Kauli zinazosambaa kuhusu kile kinachotajwa kama marufuku ya kuzungumzia matukio ya Oktoba tarehe 29 mwaka jana zimegeuka kuwa jaribio la wazi la kuunda sheria kwa maneno, bila bunge, bila mjadala wa kikatiba na bila uwajibikaji wa kisheria. Hili si swala la mawasiliano ya kisiasa, bali ni dalili ya kuporomoka kwa mpaka unaotenganisha mamlaka ya dola na haki za raia. Msingi wa sintofahamu hii unatokana na kauli zilizotafsiriwa kama wito wa kutonesha vidonda vya waathirika, na katika mazingira ya mazingira ya kawaida hoja hii ingeweza kuonekana ya busara. Lakini ndani ya muktadha wa Oktoba tarehe 29, hoja hiyo imeanza kufanya kazi kama kifaa cha kuzima mjadala halali wa umma. Ndipo msimamo wa Peter Madeleka ulipoingia kama mwanga mkali katikati ya giza linalojengwa taratibu. Kupitia ukurasa wa X, Madeleka aliweka bayana ukweli mmoja ambao haupaswi kujadiliwa kabisa, kwamba hadi tarehe 3 Februari mwaka huu hakuna sheria yoyote nchini Tanzania inayokataza mtu kuzungumzia au kujadili matukio ya Oktoba tarehe 29 jinsi Daktari Emmanuel Nchimbi alikuwa ameagiza, kwamba Mtanzania yeyote asije akayazungumzia yale yaliyotokea Oktoba mwaka jana. Kauli hii ilivunja simulizi iliyokuwa ikijengwa kama kwamba taifa limeshapitisha zuio la kisheria. Madeleka alisisitiza kuwa tamko lolote, bila kujali limetolewa na nani au jombo gani, linalodai kuwepo kwa marufuku hiyo linakinzana waziwazi na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alirejelea ibara ya 18A ambayo inalinda haki ya kiraia ya kila raia kupata, kutoa na kusambaza taarifa za mawazo bila kuingiliwa. Hapa mjadala haukuwa tena wa kisiasa, bali wa kikatiba, na huo ndio msingi ambao mamlaka yoyote ya dola yanapaswa kuheshimu. Hapa bila shaka limuingilia moja kwa moja Daktari Emmanuel Nchimbi, ambaye hapo jana katika siku kuu ya sheria nchini Tanzania alitoa agizo kwamba Watanzania wasije wakazungumzia yale yote ambayo yalitokea mwaka jana katika baada ya uchaguzi wa mwaka huo, wakati watu wengi waliuliwa na damu nyingi kamwagwa, huku miili ya wapendwa wa watu wa wananchi wa Tanzania ikipotea. Historia ya Tanzania imejaa mifumo ya hatari ya kuhalalisha kauli za viongozi kama la mbadala wa sheria. Kuanzia enzi za chama kimoja mpaka kauli za vikao vya juzi zilikuwa na nguvu sawa na amri, hadi kipindi cha sheria kandamizi kama sheria ya makosa mitandaoni na marekebisho ya sheria ya vyombo vya habari, taifa limeona jinsi tafsiri pana za mamlaka zinavyoweza kunyonga uhuru wa kujieleza bila tamko rasmi la marufuku. Mjadala wa Oktoba tarehe 29 unaingia moja kwa moja katika mkondo huo wa kihistoria, na wito wa tahadhari uliotolewa na viongozi wa kitaaluma na kimkakati na kimahakama hauko nje ya uhalisia wa kijamii, kwani rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Boniface Mwabukusi alitoa tahadhari dhidi ya kauli zinazoweza kuchochea mioyo ya wananchi. Jaji mkuu wa Tanzania George Masaju alisisitiza wajibu wa mahakama kulinda utawala wa sheria, rasilimali za taifa na kuhakikisha maendeleo yanawanufaisha Watanzania wote kwa usawa. Lakini hata katika tahadhari hizi hakuna aliyesema kuwa mjadala wa Oktoba tarehe 29 ni kosa la jinai. Tofauti na hiyo, ndiyo Madeleka aliyoitenganisha wazi kati ya busara na marufuku lisiloandikika. Na ndani ya mjadala huu, simulizi ya Mwalimu John Pumbalu liongeza uzito wa kibinadamu ambao kauli za kisheria zake pekee haziwezi kubeba. Kupitia kumbukumbu ya msiba wa mwanafunzi mwenzake Ben wakati wa masomo katika chuo kikuu cha Sauti, Pumbalu alieleza safari ya uchungu, maombi
na hatimaye kukubali ukweli wa kifo. Baada ya mazishi, maombolezo yalipungua. Waliokuwa wamezimia walizinduka na maisha yakaanza kurejea taratibu. Ndipo alipogundua siri ambayo sasa amehamishia kwenye mjadala wa Oktoba tarehe 29. Siri ya dawa ya kumaliza msiba ni kuzika. Hoja hii ina uzito mkubwa katika mazingira ya sasa. Kuambia taifa lizungumze kuhusu mauaji ya kutisha Oktoba mwaka jana ni sawa na kuamuru maombolezo yaendelee bila haki ya mazishi ya ukweli, na kuwataka waathirika wa familia zao waishi katika majonzi yasiyo na mwisho, huku mamlaka zikitarajia mjadala ufe taratibu. Lakini kama Pambalu alivyoeleza, hali hiyo haiwezekani kisaikolojia wala kijamii. Na katika maneno yake alikuwa na chimba moja kwa moja Emmanuel Nchimba ama Nchimbi kwa kauli yake ya kuhimiza watu kusamehe na kusahau yale yaliyotokea mwaka jana. Ukweli mchungu zaidi ni kwamba mjadala huu hauishi katika maneno pekee, unaishi katika magereza ya Bunda, Kigoma na maeneo mengine nchini ambako mamia ya vijana na watu wazima wanashikiliwa kwa tuhuma nzito za uvamizi na kutumia silaha. Mashtaka haya yameibuka baada ya kesi za uhaini kufutwa kimya kimya, hatua inayozua maswali makubwa kuhusu matumizi ya mfumo wa haki ya jinai kama chombo cha kudhibiti athari za kisiasa za Oktoba tarehe 29. Majina haya kama Yohana Kaunya, katibu mkuu mstaafu wa Bavicha Taifa, na Mzee Bujoro, mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Kigoma, yamekuwa alama za gharama ya mjadala unaotakiwa kufa kiasili. Na katika historia ya Afrika Mashariki, jumuiya ya kimataifa imekuwa ikitoa tahadhari kuhusu tabia ya mataifa walilisha ukimya baada ya matukio ya mauaji au machafuko ya kisiasa. Ripoti za mashirika ya haki za binadamu ya kikanda na kimataifa zimeonyesha mara kwa mara kuwa kukandamiza mjadala hakuzuii mgogoro, bali kuchelewesha na kufanya urudi kwa nguvu zaidi. Tanzania kama mwanachama wa Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki imewahi kujitambulisha kama mdau wa demokrasia na utawala wa sheria, ahadi ambayo sasa inapimwa kwa vitendo. Kiini cha mgogoro huu kiko wazi: mipaka ya mamlaka ya kisiasa dhidi ya nguvu ya katiba. Swali si kama viongozi wanapaswa kuhimiza busara, bali kama wana mamlaka ya kuunda marufuku kwa maneno. Madeleka aliweka wazi kuwa uhuru wa kujieleza haupaswi kupunguzwa kwa tafsiri binafsi au hofu ya athari za kisiasa. Alikumbusha kuwa katiba ndiyo mwongozo mkuu wa taifa, si kauli za viongozi hata zile zimetolewa kwa nia ipi. Na Tanzania imewahi kulipa gharama kubwa kwa kuamini kuwa ukimya si suluhisho. Matokeo ya Zanzibar, operesheni za kisiasa zilizofunikwa kwa hofu na sheria zilizotumika kudhibiti sauti mbadala ni ushahidi wa kihistoria ambao unapaswa kurudiwa. Oktoba 29 imekuwa kipimo kipya cha kama taifa limejifunza au la. Na kadri miezi inavyopita, hatari kubwa ya mjadala wenyewe ama si mjadala mwenyewe, bali kuzoea hali ya kuogopa kuzungumza. Kuizoea Tanzania ambako wananchi wanatafsiri kauli kama sheria na ukimya unachukuliwa kama uzalendo, na hapo ndipo demokrasia inapodhoofika bila tangazo rasmi na utawala wa sheria unageuka kuwa neno tupu. Mwisho wa mjadala huu haupo katika kuzika maneno, bali katika kukabiliana na ukweli. Na mustakabali wa Tanzania utategemea uwezo wake wa kuchagua kati ya hofu na uwazi. Kimya kinaweza kuonekana kama njia rahisi ya kudhibiti maumivu ya Oktoba tarehe 29, lakini historia inaonyesha kuwa mataifa yanayokimbia mjadala huishia kulipa gharama kubwa zaidi baadaye. Kukaa kimya leo ni kuhalalisha maumivu ya kesho, na Tanzania haiwezi kujenga kesi yenye haki juu ya msingi wa hofu na inaction. Ni hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuyumbisha. Zidi kuwa nasi kila wakati kwa taarifa kama hizi.